Tuhakikishe kwamba majaliwa ya Mwenyezi Mungu tupite katika uchaguzi huu, tulete marekebisho katika Jamhuri ya Kenya. Kisii ni eneo ambalo kwa miaka mingi limekuwa na nafasi muhimu katika siasa za Kenya. Kutoka kwa mawaziri wa bunge, maseneta hadi magavana, jamii ya Gusii imekuwa ikitoa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika siasa za kitaifa. Lakini kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027, swali moja linaanza kutawala mjadala. Nani hasa ni kingpin wa siasa za Kisii? Je, ni gavana Simba Arati ambaye kwa sasa ndiye mwenye mamlaka makubwa zaidi Kisii County, au ni Ezekiel Machogu ambaye baada ya kushindwa mwaka 2022 amerejea katika uwanja wa siasa akilenga kiti cha ugavana? Na je, nafasi ya Fred Matiang'i, Richard Onyonka, wabunge na viongozi wengine itaathiri vipi usawa na nguvu katika eneo hili? Hii ni simulizi ya siasa za Kisii na mimi ni Winston Ondari. Hii ni National Alert TV. Kwa sasa jina moja haliwezi kukwepa unapozungumzia siasa za Kisii. Simba Arati, gavana huyo, amejijengea nafasi kubwa katika siasa za kaunti na za kitaifa. Lakini safari yake haikuanza Kisii. Arati aliingia katika siasa za kitaifa kupitia Dagoretti North, Nairobi, kabla ya kurejea nyumbani na kuwania gavana wa Kisii. Mwaka 2022 alifanikiwa kumshinda Ezekiel Machogu katika uchaguzi uliokuwa muhimu sana kwa mwelekeo wa siasa za Kisii. Ushindi huo haukumfanya tu kuwa gavana, ulibadilisha pia mizani ya nguvu za kisiasa katika eneo hilo. Leo Arati ana kitu ambacho kila mwanasiasa anatamani kuwa nacho: mamlaka ya serikali ya kaunti, jukwaa la kisiasa na mtandao wa mashinani. Lakini swali ni hili: je, kuwa gavana kunatosha kumfanya mtu kuwa kingpin wa jamii mzima? Jibu si rahisi, kwa sababu historia ya Kisii inaonyesha kuwa ushawishi wa kisiasa ujengwi na cheo pekee, unajengwa kupitia watu, mitandao, miungano na uwezo wa kuamua mwelekeo wa kura. Lakini Arati hayuko peke yake katika uwanja huo. Ezekiel Machogu bado yupo, na safari hii anarejea akiwa na uzoefu wa kitaifa baada ya kuhudumu kama waziri wa elimu. Machogu tayari ameonyesha nia ya kuwania tena kiti cha ugavana wa Kisii mwaka 2027, na hii inamaanisha kuwa uchaguzi ujao unaweza kuwa marudiano ya kisiasa, Arati dhidi ya Machogu. Lakini mazingira ya mwaka 2027 yanaweza kuwa tofauti kabisa na yale ya mwaka 2022. Machogu sasa ana uzoefu zaidi katika siasa za kitaifa na ana uhusiano na viongozi mbalimbali, na pia amejihusisha na mjadala kuhusu mustakabali wa siasa za kitaifa. Hapo ndipo jina la Fred Matiang'i linaingia katika picha. Machogu amekuwa akihusishwa na kuunga mkono azma ya Matiang'i ya kuwania urais, na hii inaweza kuwa muhimu sana kwa siasa za Kisii, kwa sababu uchaguzi wa ugavana unaweza kuunganishwa na mashindano makubwa ya urais mwaka 2027. Fred Matiang'i si jina jipya katika siasa za eneo la Kisii. Akiwa mmoja wa viongozi waliowahi kushikilia nyadhifa muhimu serikalini, Matiang'i ana jina linalotambulika kote nchini. Na sasa iwapo ataendelea na azma yake ya kuwania urais, jamii ya Gusii inaweza kujikuta ikiwa katikati ya mjadala mkubwa wa kitaifa. Lakini kuna jambo moja la kujiuliza: nani atakuwa amenasimamia kisiasa mradi huo ndani ya Kisii? Je, ni Arati? Je, ni Machogu? Je, ni Onyonka? Au viongozi wengine ambao wameanza kujenga nafasi zao? Hili ndilo linalofanya siasa za Kisii kuwa za kuvutia kuelekea mwaka 2027. Kisha tunaye seneta Richard Onyonka. Onyonka ni miongoni mwa viongozi wenye uzoefu katika siasa za Kisii. Nafasi yake kama seneta inampa jukwaa la kitaifa, huku akiwa na mtandao wa kisiasa ndani ya eneo la Kisii. Na sasa siasa, mtu hawezi kupuuzwa kwa sababu tu hana cheo cha ugavana. Wakati mwingine nguvu kubwa huwa nyuma ya pazia. Inaweza kuwa katika uwezo wa kuunganisha viongozi, kujenga miungano au kuhamasisha wapiga kura. Hivyo wakati watu wakimwangalia Arati na Machogu, swali lingine linabaki: Onyonka anaweza kuwa sehemu gani katika hesabu ya mwaka 2027? Lakini kuna kundi lingine ambalo mara nyingi upuuzwa katika mijadala ya kingpin wa bunge. Kisii ina maeneo mbalimbali ya uchaguzi na kila mbunge ana mtandao wake wa kisiasa. Hawa ndio viongozi walio karibu sana na wananchi na wako katika mazishi, mikutano, masokoni, makanisani na hafla za kijamii. Huku ndiko siasa halisi za mashinani ujengwa, na ndiyo maana mgogoro wowote
wowote kati ya gavana na mbunge unaweza kuwa na athari kubwa. Mfano mmoja ni mvutano wa kisiasa ambao umeonekana kati ya gavana wa Arati na baadhi ya viongozi wa eneo hilo. Hii inaonyesha jambo moja muhimu: hakuna mwanasiasa mmoja anayemiliki kura za Kisii. Kura zinagawanyika kulingana na maeneo, maslahi, uhusiano na wakati mwingine miungano. Swali, je, kuna kingpin mmoja? Hapa ndipo mjadala unapokuwa mgumu, kwa sababu tunaposema kingpin tunamaanisha nini? Je, ni yule mwenye cheo kikubwa zaidi, au ni yule anayeweza kuwashawishi viongozi wengine, au ni yule anayeweza kuamua jamii itaelekea upande gani katika uchaguzi wa urais? Kwa kipimo cha mamlaka ya sasa ya serikali ya kaunti, Simba Arati anaonekana kuwa mbele, lakini kwa kipimo cha ushawishi wa kitaifa hesabu inaweza kuwa tofauti. Na kwa kipimo cha uwezo wa kujenga muungano wa mwaka 2027 bado hakuna mshindi aliye wazi. Kwa hivyo kusema kwamba mtu mmoja tayari anamiliki siasa zote za Kisii kunaweza kuwa kurahisisha sana hali halisi. Mwaka 2027 unaweza kuwa mwaka wa kuamua ni nani atakuwa na sauti kubwa zaidi katika siasa za Gusii. Arati atataka kulinda nafasi yake, naye Machogu atataka kurejea, wabunge watataka kuongeza ushawishi wao, na Onyonka ataangalia pia nafasi yake. Na ikiwa Matiang'i ataendelea na safari yake ya urais, basi siasa za Kisii zinaweza kuunganishwa moja kwa moja na siasa za kitaifa. Hii ina maana kwamba uchaguzi wa mwaka 2027 hautakuwa tu kuhusu nani atakuwa gavana, utakuwa pia kuhusu nani ataongoza maamuzi ya kisiasa ya jamii ya Gusii. Kwa sasa kama tunamzungumzia nguvu za kisiasa ndani ya Kisii County, Simba Arati ana hoja kubwa. Ana ofisi, anaonekana mashinani na ana mtandao wa kisiasa, na tayari amedhibitisha uwezo wake wa kushinda uchaguzi wa ugavana. Lakini mwaka 2027 ni mbali kisiasa. Miungano inaweza kubadilika, viongozi wanaweza kubadilisha vyama, na wanasiasa wanaweza kuungana leo na kuwa wapinzani kesho, na wapinzani wanaweza pia kugeuka na kuwa washirika. Kwa hiyo taji la kingpin bado liko mezani. Kuna mambo matatu yatakayoamua nani atakuwa na nguvu zaidi. Moja ni mashinani. Nani anaweza kuhamasisha wananchi? Nani anaweza kufikia vijana? Na nani anaweza kuunganisha viongozi wa maeneo mbalimbali? Mbili ni miungano. Nani anaweza kuwaleta pamoja vijana ambao leo wanashindana? Na kwa sababu Kisii ni eneo lenye viongozi wengi wenye nguvu, kingpin wa kweli lazima awe na uwezo wa kujenga daraja kati yao. Tatu ni siasa za kitaifa. Nani anaweza kuunganisha kura za Kisii na nguvu za kitaifa? Hili linaweza kuwa jambo muhimu zaidi, kwa sababu kura za Gusii zinaweza kuwa sehemu ya hesabu kubwa ya urais wa mwaka 2027. Kwa hivyo nani ni kingpin wa Kisii? Kwa sasa Simba Arati ndiye aliye na nguvu kubwa zaidi katika ngazi ya serikali ya kaunti, lakini hilo alimaanishi kwamba kiti cha kingpin kimefungwa. Ezekiel Machogu anarudi na Fred Matiang'i anaendelea kuwa jina muhimu katika siasa za kitaifa. Richard Onyonka anaendelea kuwa sehemu ya hesabu, na wabunge pamoja na viongozi wengine wa mashinani wanaendelea kujenga mitandao yao. Hivyo badala ya kuuliza nani ni kingpin wa Kisii leo, labda swali sahihi ni nani atakuwa na nguvu zaidi wakati kura za mwaka 2027 zitahesabiwa. Kwa sababu katika siasa nguvu hazikai mahali pamoja milele. Leo unaweza kuwa kingpin, kesho unaweza kuwa mpinzani, na wakati mwingine mwanasiasa ambaye watu hawamwangalii sana leo ndiye anayekuja kuwa mtu muhimu zaidi kesho. Siasa za Kisii zimeanza kupamba moto, na kuelekea mwaka 2027 vita vya ushawishi vinaweza kuwa vikubwa kuliko vita vya viti. Hili si swala la nani anataka kuwa gavana pekee, ni swala la nani anataka kuwa sauti kuu ya Gusii. Safari ya kumtafuta kingpin wa kweli wa Kisii imeanza. Mimi ni Winston Ondari. Hii ni National TV.